Iran imelaani vikali shambulio la kijeshi lililofanywa na Ukraine dhidi ya meli ya biashara ya Iran katika bahari ya Caspian, ikisema kuwa shambulio hilo lilisababisha kifo cha baharia mmoja, kumjeruhi mwingine na kukiuka sheria za kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ililaani shambulio hilo lililotokea alfajiri Julai 25, ikisema milipuko ilitokea ndani ya meli iliyosababisha mfanyakazi mmoja wa meli kuuawa na mwingine kujeruhiwa. Wizara hiyo ilieleza kuwa shambulio hilo ni ukiukwaji wa kifungu cha pili kifungu kidogo cha 4 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambacho kinakataza matumizi ya nguvu dhidi ya mamlaka na uhuru wa nchi nyingine, na kwamba kitendo cha uchokozi kinaweza kuongeza zaidi mzozo unaoendelea. Iran ilisema kukiri kwa uongozi wa Ukraine kuhusu kuhusika katika shambulio hilo kunaonyesha mwendelezo wa sera ya Kiev ambayo imehitaji kuwa ya uhasama na isiyo na mantiki dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wizara hiyo ilisisitiza kuwa Iran haijawahi kuingilia vita kati ya Urusi na Ukraine na kwamba kulenga meli ya biashara ya Iran ni kitendo kisicho halali chini ya sheria za kimataifa na ni jaribio la kupanua kwa hatari wigo wa vita na hali ya ukosefu wa usalama. Iran ilitoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, nchi za Ulaya na wanachama wote wa Umoja wa Mataifa kuchukua msimamo wa kuwajibika na kuiwajibisha serikali ya Ukraine kwa kile ilichokiita kitendo cha kihalifu na cha kiuchokozi. Aidha, wizara hiyo iliweka mkazo kuwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na haki ya asili ya kujilinda, Iran haitasita kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama wake, huku ikionya kuwa serikali ya Ukraine pamoja na wanaoiunga mkono watabeba jukumu la matokeo yatakayotokana na tukio hilo. Wakati huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagei, ametoa wito wa kutekelezwa kikamilifu kwa ramani ya makubaliano ya amani kuhusu Yemen, akisisitiza kuwa kurejea kwenye mazungumzo ndiyo njia pekee ya kumaliza mgogoro wa nchi hiyo na kuzuia kuendelea kwa machafuko katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza mvutano wa hivi karibuni kati ya Saudi Arabia na Yemen, Bagei alisema Iran ina wasiwasi kubwa kuhusu hali hiyo na kusisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la haki kwa mgogoro wa Yemen, huku ikizuia kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na kuyumba kwa utulivu wa kikanda. Alieleza kuwa mgogoro wa Yemen hauwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi, akibainisha kuwa kurejea kwenye mazungumzo na kutekeleza kikamilifu ramani ya makubaliano yaliyofikiwa ndiyo njia pekee ya kumaliza mateso ya wananchi wa Yemen na kulinda usalama pamoja na utulivu katika eneo hilo. Bagei alieleza wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa mzingiro dhidi ya Yemen na vikwazo vinavyozuia kuingia kwa bidhaa muhimu, mafuta na huduma za msingi, akisema hali hiyo imeongeza janga la kibinadamu na kuzidisha maisha magumu kwa wananchi wa Yemen. Alihitaji jumuiya ya kimataifa kuunga mkono kuondolewa kabisa kwa vikwazo hivyo na kuhakikisha wananchi wa Yemen wanapata kwa urahisi mahitaji muhimu ya maisha. Zaidi ya hayo, msemaji huyo alikosoa Marekani kwa kile alichokiita sera za kuingilia masuala ya eneo hilo na hatua za uchochezi, akisema zimeifanya hali kuwa ngumu zaidi, akiweka mkazo kwa usalama na utulivu wa kikanda vinapaswa kujenga kupitia mazungumzo na kuelewana kati ya nchi za eneo hilo.